Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ameagiza taasisi ya wakala wa barabara TANROADS na mamlaka ya viwanja vya ndege TAA kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja kumsimamia mhandisi mshauri wa ujenzi wa jengo la abiria katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato ili mradi huo ukamilike kwa wakati na ubora. Ulega ametoa maelekezo hayo mkoani Dodoma mara baada ya kukagua utekelezaji wa mradi huo wa kimkakati ambao umefikia 53.9% na kusisitiza kuwa ukikamilika unatarajiwa kuinua uchumi wa mkoa wa Dodoma na kuwa kitovu cha biashara na uwekezaji. Na mnukuu akisema kwamba nimekagua jengo hili la abiria ambalo ni la kisasa na mkandarasi yupo nyuma ya muda. Hivyo nimeagiza mkandarasi Beijing Construction Engineering Group na Hebei Construction Group Corporation BCEG afanye kazi usiku na mchana na kuongeza idadi ya wafanyakazi, ameweza kusema Waziri Abdalla Ulega. Ameongeza kuwa serikali haitaongeza muda kwa mkandarasi huyo kama atashindwa kukamilisha ujenzi wa jengo hilo kwa wakati na atapaswa kuilipa serikali fidia kwa ucheleweshwaji wa mradi. Waziri Ulega ameridhishwa na hatua ya ujenzi wa barabara ya kuluka na kutua ndege katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato ambayo imefikia 89% na kupongeza TANROADS na mkandarasi Sinohydro kwa hatua hiyo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Sinyamule ameipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kufungua mkoa huo kwa utekelezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa kiwanja hicho, ambapo amesema uwepo wake ni fursa ya kijamii na kiuchumi kwa wanadodoma na nchi kwa ujumla. Naye mkurugenzi wa mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA Abdul Mombokaleo amesema kuwa wanatarajia kuanza majaribio ya kuruhusu urukaji na utuaji wa ndege katika kiwanja hicho ifikapo mwezi Juni mwaka 2025. Ibara hii ni namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapambana kuhakikisha kwamba mkoa wa Dodoma kama makao makuu ya serikali basi unakuwa una miundombinu yote, ukianzia miundombinu ya barabara, miundombinu ya viwanja vya ndege inakuwa katika mazingira ambayo ni safi, mwisho wa siku kurahisisha ufanywaji kazi katika shughuli mbalimbali za kiserikali, lakini bila kusahau masuala mazima ya kiuchumi na vitu vingine kama hivyo. Kwa maana hiyo inakwenda kuwa ni manufaa kwa wakazi wa Dodoma, lakini pia inakuwa ni manufaa kwa taifa zima la Tanzania, kwa sababu kiwanja hiki kikitumika kibiashara moja kwa moja Watanzania wananufaika. Kiwanja hiki kikitumika kwa matumizi mbalimbali ya kiserikali, basi moja kwa moja Watanzania wananufaika kwa sababu itarahisisha ufanyaji kazi wa viongozi mbalimbali wa kiserikali. Hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Langu jina ni David Edward.